Mheshimiwa Naibu Spika, tunazungumza wizara ambayo 80% ya Watanzania wanaitegemea. Ni bahati mbaya kwamba muda ni mchache sana, lakini nitaomba nipite kwa haraka haraka baadhi ya maeneo muhimu. Mheshimiwa Naibu Spika, wataalamu wa kilimo waliopo kwenye maeneo mbalimbali hasa kwenye kata na wilaya, wenyewe ni wataalamu wa kilimo, lakini ni wachache ambao hata wana mashamba darasa. Shughuli ambazo wanafanya haziendani na kazi ambazo wanafanya. Watu wetu wanashindwa kujifunza. Ukimwita afisa kilimo aende kwenye shamba nakuta mkulima ni mtaalamu kuliko afisa kilimo. Mheshimiwa Waziri, inabidi jambo hilo ulione, watu wafanane na kazi ambayo wanafanya. Katika shule mbalimbali za msingi na sekondari kuna maeneo ya mashamba ya shule. Mheshimiwa Naibu Spika, mashamba haya ama ya makodisho na walimu au walimu wanalima vyakula vya biashara, lakini wazazi wanatakiwa peleke vyakula shuleni. Kwa nini watoto wasilime mashamba yao ya kitaalamu halafu wapate chakula hicho baada ya kupeleka chakula shuleni kwao? Lakini wataalamu hapa hata sio. Mheshimiwa Naibu Spika, wataalamu wetu maprofesa wanafundisha kilimo, lakini jioni wao wanaenda kufungua baa baada ya kufungua mashamba darasa. Hili nalo pia ni kitu ambacho kina discourage wanafunzi. Unamfundisha namna kulima vizuri, lakini kazi ambayo walimu wao wanafanya sio hiyo ambayo wanafundisha darasani. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto Tarime inalima kahawa, hakuna mnada wa pamoja. Mnada upo Bukoba, Mbinga, Mbozi na maeneo mengine. Unamtaka mkulima wa kahawa kutoka Tarime asafishe kahawa apeleke maeneo yaliyotaja. Ni changamoto Mheshimiwa Naibu Spika, na Mheshimiwa Waziri, hili jambo liangalie. Bei ni ya chini sana. Hakuna hata viwanda vidogo vidogo kuboa kahawa ili uweze kuboresha thamani ya zao hilo katika eneo lile. Inapelekea watu kununua kahawa na kuanza kulima mahindi. Mahindi yenyewe Mheshimiwa Naibu Spika yanalimwa Tarime, soko ni Kenya, hata jimbo langu hakuna gulio, hakuna gara, hakuna wakala wa pembejeo. Ni changamoto kubwa. Ili naomba Mheshimiwa Waziri anisaidie namna ya kulifanya. Lakini Tarime wanalima ndizi, wanalima mihogo, wanalima viazi vitamu, mazao yote yapo Kenya. Sasa hii Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri nisaidie, bei ya mazao haya yote ni nzuri Kenya kuliko Tanzania. Sasa maana yake Kenya ukipeleka ni watu binafsi. Wanaweza kaamua kanunua, wakaokoa taarifa kesho kutwa na wasikulipe na watu wanadhulumiwa wanapata hasara. Hili pia lazima pia nipate msaada wa Mheshimiwa Waziri kwa kulifanyia kazi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niseme kwa sababu ya muda. Hivi ni lini Mheshimiwa Waziri tutaacha kuagiza ngano kutoka lini? Ni lini tutaacha kuagiza ngano kutoka nje? Ni lini tutaacha kuagiza sukari kutoka nje? Ni lini viwanda vya ndani vitatengeneza juisi kwa matunda yaliyopo Tanzania hapa ili watu wetu waweze kupata soko? Yaani mambo muhimu Mheshimiwa Waziri, ukiyafanyia kazi utasaidia kwa maelekezo. La mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima serikali ifanye utafiti. Iko imani ambayo tumejengewa sana. Mwenzangu anasema hapa asubuhi kwamba pale kwangu ni mbunge wa Tarime vijijini. Lakini ukienda maduka ya Kenya, ukiona jani la mgomba, maana yake wanauza mirungi. Hapa Tanzania hairuhusiwi. Lakini wale wanapata fedha nyingi sana. Kwa nini kusio na udhibiti wa mazao ya kilimo kimkakati na kuweko na sheria kali ikafanya kazi? Kule kwangu hakuna pembejeo kwa maana mbegu, mbolea, lakini zao la bangi Mheshimiwa Naibu Spika, lenyewe halihitaji mbolea, halihitaji mbegu bora, halihitaji mvua, halihitaji kupalilia. Kilo moja ya mahindi pale ni 650. Kipisi ambacho kinangana mkono wangu hapa ni shilingi 2000 na kuendelea. Hoja yangu ni nini? Kuna matumizi ya bangi ya kitaalamu, ganzi wakati wa operation, watu wenye shida ya usingizi, mambo ya saratani na vitu vingine. Unaweza kuelekeza wakalima kwa usimamizi. Wazazi wanatuambia wamevuta bangi wengine miaka 90 mpaka 100 hawana madhara. Sasa hivi kwa sababu ni watu wanapata fedha na maeneo mengine yanakubalika, ni vizuri serikali ikafanya utafiti, madhara yakadhibitiwa, lakini tukapata fedha katika eneo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, haya ni mambo ambayo yapo tumeshaaminishwa, lakini tukifanya mchakato wa kitaalamu na kisayansi tukauza nje. Cocaine ni madawa ya kulevya, lakini kiwango kidogo kipo kwenye soda ya koka na watu wanakunywa. Ni cocaine ni madawa, ukipatikana ni hatia kubwa duniani kote. Lakini kuna watu wanapata fedha kwa njia hiyo vile. Kwa na sisi Mheshimiwa Naibu Spika, hizi ni fursa ambazo tunaweza kuzitumia na kutafuta. Mwisho kabisa Mheshimiwa Waziri, ukitaka Watanzania wakulima wanufaike ni kutafuta masoko ya mazao ambayo watu wanalima. Kama watu watalima kwa nguvu kubwa, kwa jasho, alafu mazao hayana soko, utakuwa hatuwezi kuyasaidia. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja ya Comrade mpiganaji Mheshimiwa Chongoro na ndugu yangu David Sirida. Asante sana. Asante sana.